wane wanaomwimbia Muumba mbinguni. Mbinguni wenye uhai wale wanaomwimbia Muumba. Kweli mbinguni kuna wenye uhai wane wanaomwimbia Muumba. Muumba mbinguni kwetu, mbinguni kwa Baba, watakatifu wanaomwimbia Muumba, wote wakisema wastahili, wastahili,
kubadilisha mioyo. Unastahili Mungu kama wewe. Twasema asante kwa ubatizo wako, kwa kuteua watu wako, ajili ya kuhubiri kweli yako, kwa ajili ya nafsi za watu. Twasema asante, twasema asante hivi tulivyo, kwa sababu yako Bwana, kwa sababu yako, kwa sababu yako Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa yote ambayo unaendelea kututendea katika maisha yetu, kwa kusimama katika maisha yetu, kwa kutupatia pumzi, kwa kutupatia uhai, kwa kutuwezesha kila wakati. Bwana, sifa zote zikurudilie, heshima zote zikurudilie. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Baba, nafsi zetu ziko mikononi mwako. Baba, ni wewe ambaye unayetuwezesha, ni wewe ambaye unayetuamsha asubuhi na mchana, tunapokwenda vitandani, tunapolala, iwe usiku, iwe mchana, iwe jioni. Baba, unaamsha tena nafsi zetu na kutupatia pumzi masaa 24 siku 7, kila dakika, kila sekunde. Bwana, unatupatia hamu ya kukula chakula, unaweka chakula katika meza zetu, unatuwezesha watoto wetu na walinda. Baba, haya yote ni kazi yako Bwana. Bwana, unatupatia afya ya miili yetu, tunapumua pumzi hii kwa bure pasipo kulipa. Bwana, basi sifa zote zikurudilie, maana wale ambao walio makaburini hawawezi wakakusifu, lakini sisi Bwana umetupatia uhai na pumzi yako. Hatuna budi kusema asante Bwana, hatuna budi Kristo Masia kusema asante kwa yote ambayo unayotutendea. Upewe sifa, uhimidiwe Bwana, sifa zote zikurudilie, heshima yote ni wewe ambayo unayestahili. Baba, upewe sifa na utukufu. Baba, uhimidiwe. Baba, tunasema asante kwa haya yote ambayo unayotenda, kwa kazi yako unayotenda, kwa watakatifu wako ulioweka karibu yetu, kwa watumishi wako uliotutumia kutufundisha neno la kwako, kutushauria Bwana na kutunyoosha ili kwamba tuweze kukupendezesha. Bwana, yote tunasema asante. Asante kwa wazazi wetu ulioona kwamba ni vyema tuweze kuzaliwa nao. Bwana, asante kwa wadogo zetu uliotupatia. Asante kwa kazi ambazo unatupatia. Baba, kuna mengi ambayo unayotenda. Haya ambayo tunayoyaona ni madogo kulikoni na hayo ambayo Bwana unayoyatenda pasipo sisi kuona. Unatulinda barabarani, tunapotembea katika magari unatulinda Bwana. Usiku na mchana unatulinda. Bwana, unatuepusha na yaliyo mengi. Haya yote tunasema asante. Upewe sifa Kristo Masia. Sifa na utukufu vyote ni vya kwako Bwana. Asante Kristo Masia kwa uhai wako. Asante Kristo kwa kazi ya msalaba, kwa damu ya Kristo Masia iliyomwagika msalabani ili tuweze kukujua, tuweze kupata wokovu. Asante Kristo Masia. Bwana, tukiwa manyumbani unatushukia, unaongea na sisi, unatuweka katika hali ya maombi. Bwana, Bwana, ni wewe Mungu wa rehema, ni wewe Mungu wa upendo, ni wewe Kristo Bwana. Sifa zote zikurudilie. Unatenda yaliyo mengi Bwana, unatenda yaliyo mengi. Sisi ni wanani tusikie sauti yako Bwana? Sisi ni wanani useme kwamba wewe ni mtendakazi pamoja na sisi? Bwana, tunasema asante. Asante Kristo Masia kwa yote ambayo unayotenda Bwana. Una mengi ambayo unayotenda. Bwana, katika kipindi hiki cha baridi umetuwezesha Bwana, umetupigania, tumekwenda makazini na kurudi, tumetembeza pasipo kufanya maajali. Bwana, Bwana, haya yote Bwana ni kazi yako unayoitenda.
Tunasema Matendo yako ya asante. ajabu, Tunasema utendakazi asante wako e Bwana, Bwana. ninausifu. Watoto wetu wana Maana afya ni nani nzuri, mwingine aweza wanakwenda kutenda kazi mashuleni na kama kurudi, wewe? wanakula Hakuna kila sema chakula, kama kuna mkombozi tunapumua mwingine e Bwana ajitokeze. pasipo maoksijeni, Lakini hakuna tuna aliyejitokeza afya Bwana. kwa sababu Oh alifanya Kristo, wewe. wale Mungu wote wanadamu walio kwa katika mikono makaburi yako. hawawezi kusema haya Katika yote Bwana Bwana, vitu vikawa lakini kwa umetupatia Bwana. pumzi hii asubuhi ya leo, na hatuna budi kutumikisha hii pumzi katika kukusifu na kukushukuru e Bwana. Asante Bwana kwa neema yako. Wazazi wanazaa kwa usalama, watoto wanazaliwa na afya nzuri. E Bwana, e Bwana, uwepo wako unaweka ndani yetu. E Bwana, umetupatia nafasi nzuri, mengi unatutendea Bwana, yako mengi Kristo Masia, na hayo yote hatuwezi tukakulipa kitu chochote isipokuwa kusema asante. Unastahili kupewa sifa, unastahili kuhimidiwa, unastahili kuinuliwa Bwana. Jina lako liinuliwe juu. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Yesu Kristo wa Nazareti, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Mungu uliye juu ya yote, Mungu uliye juu ya miungu, Mungu uliye juu ya kila kitu. E Bwana mtakatifu wa Israeli, upewe sifa Bwana, upewe sifa. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana. Hatuna budi Kristo Masia kulitukuza jina lako na kuliinua jina lako juu. Hatuna budi e Bwana kusema asante. Hatuna budi e Bwana kuinua jina lako. Ni wewe unastahili kuinuliwa na watakatifu wako. Ni wewe unastahili e Bwana kupewa sifa na watakatifu wako. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu wetu na Mwokozi wetu, ni wewe utakayekuja kutukamata ili tuweze kuwa pamoja na wewe. Hatuna budi kusema asante Bwana. Uhimidiwe Kristo Masia, sifa zote zikurudilie wewe e Bwana. Hauwezi ukalinganishwa na kitu chochote kile. Haleluya Bwana, wewe ni wa ajabu. Wewe ni Mungu uliye juu ya yote. Haleluya Bwana, wewe ni Mungu uliye juu ya yote e Bwana. Ulinganishwe na nini Kristo Masia? Haleluya Bwana, ulinganishwe na nini Bwana? Ulinganishwe na nini? Ulinganishwe na nini Kristo Masia? E Bwana, e Bwana, e Bwana, hawezi ukalinganishwa e Bwana, hawezi ukalinganishwa na kitu chochote Bwana. Utabakia kuwa Mungu, utabakia kuwa Mungu. Oh Bwana, wewe ni wa milele. Oh Bwana, sifa zote zikurudilie wewe e Bwana. Oh Bwana, oh Bwana, Mungu wa Israeli. Haleluya Yesu. Mungu mwenye nguvu. Ni wewe Bwana. Baba milele. Ni wewe Bwana. E Bwana. Kimbilio la watakatifu. Ndaji wa roho. Msaada wa watakatifu. Oh Bwana, tunabudi kukusifu. Wale ambao walio katika makaburi, wale ambao tayari midomo yao, vinywa vyao haviwezi vikaongea, wamefungwa vinywa, wamefungwa mikono. Eh Bwana, hawawezi kuongea haya. Eh Bwana, lakini na sisi kabla miili yetu haijaenda kwenye udongo, acha tukusifu, acha tusema asante, acha Bwana tusema asante kwa yote unayotutendea, kwa makubwa na maajabu. Bwana, asante kwa maana wewe ndiwe Mungu wetu Bwana. Neno lako likasema kwamba oh Bwana, wamebarikiwa wale ambao Bwana ndiye Mungu wao. Wewe ndiwe Mungu wetu Bwana. Wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, mtakatifu wa Israeli. Upewe sifa na utukufu Bwana. Haleluya Yesu. Haleluya Bwana. Thank you Jesus. Thank you our Lord and our Savior. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Oh Father, thank you so much. Thank you for all that you are doing. Sante Kristo Masia. Sante Bwana. Thank you Father. Thank you Jesus Christ. Sante Bwana. Karibu kwaya.
Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Haleluya. Mwamba, 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 Mwamba mwamba, wetu, mwamba. mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba wa kanisa, mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Haleluya. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba wa maisha, mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Haleluya. mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba wa uzima, mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Haleluya. mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba wa Injili, mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Haleluya. mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba wa kanisa, mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Haleluya. mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Ae, Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Ae, Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Ae, Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Ae, wa mapendo, Mungu wa milele. Uzima, Ae, wa uzima, Mungu wa milele. Ae, wa baraka, Mungu wa milele. Mungu wa upendo, ni Yesu wangu. Milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka, Yesu, Mungu anaweza. Kichwa cha kanisa, Yesu, Yesu, mfalme wetu, Yesu, mfalme wetu. Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi tutakwenda kulitoa neno la Mwenyezi Mungu. Preach the word of God. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Zaburi. Let's open our Bible to the book of Psalm. Leo tutakwenda kugusia kuhusu ufalme wa Mwenyezi Mungu. We'll touch upon the kingdom of God. Zaburi 47. Psalm 47. Na kabla ya yote, hebu tuombe Mwenyezi Mungu aweze kujua kwamba hatuwezi tukafanya haya pasipo yeye. Na taomba watoto wote wawekwe mahali ili wasi interrupt. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, tuko kipindi cha kusikiliza neno la kwako. Ninaomba kwamba uweze kutupaka mafuta. Baba, nipake mafuta, paka translator, paka watu wako, tusikilize neno la kwako wewe Bwana. Baba, tupe nguvu ya kufanya huduma hii. Nipake tena mafuta Kristo, niwezeshe niweze kuliondoa neno lako kadiri na mapenzi yako, nisiongeze wala nisipunguze. Baba, ninaomba uwepo wako uwe juu yangu na uwe juu ya watu wako, tukitoa neno hili ambalo ni chakula cha nafsi zetu. E Bwana, naomba haya machache katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo, tukitegemea kwamba utafanya makubwa na maajabu kwa utukufu wa jina lako na kwa wokovu
wa nafsi zetu. Asante Kristo, tunaomba hayo machache kupitia jina hilo hilo tukufu la Kristo Masia. Amen. Amen. Psalm 47. Zaburi 47. We are going to learn today about how God is the king. Tutakwenda kujifunza siku ya leo kuhusu Mungu kuwa mfalme. How should we obey him as our king? Inatupasa kumtii aje kama vile mfalme wetu. Namna gani? How? Sijui kama ndugu yuko tayari, tusomee Zaburi 47 moja, tutaenda paka kwenye 2, 3. Amen. Tunasoma kwa jina la Yesu. Yes. Enyi watu wote. Enyi watu wote. Naona traffic kwa mingi mkanisa, tuweke nidhamu tafadhali. I saw traffic. We are trying to, tunapenda tuweze mioyo yetu iko tayari kwamba upako wa Bwana uweze kuingia ndani ya miili yetu, tuwahudumie vizuri. Kwa hiyo ma distractions zitatutoa katika uwepo. Tuko tayari kukula? Alright. Twende ndugu. Enyi watu wote. Enyi watu wote. Pigeni makofi. Pigeni makofi. Mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe. Mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe. 2 tunasoma 2 verse 2 now. Kwa kuwa Bwana aliye juu, mwenye kuogofya, ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. You see? Hapo tunaona kwamba Mungu ni mfalme mkuu. Here we're seeing that God is a great king. Now, yeye kama vile mfalme, he like a king, alituita, he called us ili tuje katika ufalme wake. to come in his kingdom. Ufalme wa Mungu ni ufalme ambao hauonekani katika macho ya wanadamu. The kingdom of God is not a kingdom to be seen by physical eyes. Ninakumbuka wakati ambapo aliulizwa, I remember the time he was asked. Akaulizwa, je, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? He was asked, are you the king of the Jews? See? Lakini akasema kwamba alipenda, watu walikwenda kumshtaki kwamba alisema kwamba yeye ni mfalme wa Wayahudi. People went and accused him saying that he said he was the king of Jews, the Jews. Lakini akajibu kwamba maneno ambayo unaoongea ni wewe ambayo umeongea. Wewe wasema. He said you have spoken. Lakini ukisoma maandiko vizuri, but if you read the scriptures carefully, kwamba ufalme wangu hauko wa hapa. He says that my kingdom is not of here. Ufalme wa Mungu hauko wa hapa. The kingdom of God is not of here. Kwa hiyo tumeitwa, so we were called kama vile watu wa ufalme, like people of the kingdom. Na yeye hapa amejitapa kwamba, ndugu soma tena watu wa Mungu waweze kuelewa. Tunasoma mstari wa 2. Second verse. Kwa kuwa Bwana aliye juu, mwenye kuogofya, ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. For the Lord most high is awesome, the great king of all the earth. Yeye ni mfalme juu ya watu wote, ulimwengu wote. He is the king over the whole entire world. Now, tukamatie Mwenyezi Mungu kama vile mfalme katika vichwa vyetu. Let's take God as a king in our head, mind. Hapa ndo kuna woga wangu hapa. This is where my fear is at. Kwa sababu kama ufalme wa Mungu hauonekani, because if the kingdom of God cannot be seen by physical eyes, ni rahisi sana kwa wanadamu kuudharau huo ufalme. It's easy for humans to neglect the kingdom. Nitasema mfano. An example. Kazini kama boss hayupo, if the boss is not at work, watu wanafanya kila kitu wanachopenda. People do whatever they want. Kwa sababu the manager is not there. Kwa sababu manager hayupo. Hata shuleni, even at school, wanafunzi wanapoona kwamba mwalimu hayupo shuleni, when they see that the teacher is not in the class, ndio pale wanapata fursa ya kufanya fujo ndani ya shule. That's when they get an opportunity to make noises, cause chaos in the class. Ufalme wa Mungu hauonekani kwa macho ya wanadamu. The kingdom of God cannot be seen by mere eyes. Na ndio maana itakuwa ni rahisi sana kwangu mimi na wewe kuudharau, kwa maana ufanye nini? Hauonekani. That's why it'll be easy for me and you to neglect it, because it's not seen. Lengo langu, my purpose, kama vile mtumishi kama nyinyi, mtumishi wa Mwenyezi Mungu kama nyinyi, minister of God,
ni kwamba tutoke hapa tukijua kwamba tuko katika ufalme. It's for us to get out of here knowing that we're in the kingdom. Tunapokuwa nyumbani, whenever we're at home, tuko watu wa ufalme. We are people of the kingdom. Tunapokuja kanisani, whenever we come to church, tuko watu wa ufalme. We are people of the kingdom. Na kibaya zaidi ni kwamba, and the worst is, huyo mfalme wetu anatutawala. Our king rules over us. Anatutawala ndani yetu. He rules inside of us. See? Soma tena ndugu. Haleluya Yesu. Kwa kuwa Bwana aliye juu, Bwana aliye juu, mwenye kuogofya, ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. For the most high, for the Lord the most high is awesome, the great king over all the earth. Soma ndugu watatu. 3 verse 3. Psalm 47:3. What the Bible said. Atawatiisha watu wa nchi chini yetu. You see? He subdued the nations under us, people under our feet. Na mataifa chini ya miguu yetu. Soma tena. Atawatiisha watu. Let's go to 4. Atatuchagulia urithi wetu. Fahari ya Yakobo ambaye alimpenda. You see? Hapa akiongea Yakobo inamaanisha Israeli. When he talks about Jacob, he's talking about Israel. Ukisikia maandiko anasema Yakobo, if you hear the scripture says Jacob, Israeli. Israel. Na sisi katika ulimwengu wa kiroho tuko wa Israeli. In the spiritual world we're Israelites. Tumeitwa na Mwenyezi Mungu. We are called by God. Kwa hiyo kama tunapoingia kanisani, so if we come in the church, tunapofanya kazi yote ya Mwenyezi Mungu, like how we come in the church and do any work of God, tujue kwamba tunamfanyia mfalme kazi. We shall know that we're doing the king's work. Maana nitawaambia ndugu zangu katika Kristo. That's why I will tell you my beloved. Kuna vipindi ambavyo watu wanapomwimbia Mungu na mizaa. There's other time when people are singing for Christ. Jokes here. Most of the time najisikia kama vile ule mtu ni muondoe aende. Other times I just like get that person out. Kwa sababu hajui anatumikia nani. Because they don't know who they're working for. You see? Haujui unatumikia nani. You don't know who you're working for. Na hii kazi yetu, and this work, siku ambayo utakamata pumzi yako ya mwisho, the day you will take your last breath, ndio pale sasa utajua sasa kumbe kweli haya maisha ambayo Mungu amenipatia alinipatia kwa kazi maalum. That's when you will know that this life that God gave me was for a specific work. Ndio sasa utaona kwamba kumbe naingia katika ufalme sasa. That's when you will see that you actually enter in the kingdom. Ndio maana tukamate Mwenyezi Mungu kama vile mfalme popote unapokwenda. That's why we should take God as the king wherever you go. Katika kila kitu tunachokifanya. In everything that we will do. Maana yeye ni mfalme wa wafalme. Can you imagine? Because he's the king of kings. Ndio kusoma hapo mstari wa 2 tuone tena. Kwa kuwa Bwana aliye juu, mwenye kuogofya, ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Kumbe kama duniani kuko wafalme, so that means if there's kings in the world, that means God is above. Kama mwanasiasa akiingia hapa, how can you act? Like a politician. Yes. If a politician comes in here with the ama manager kwa kazi, how do you behave wakati unapoona manager kwa kazi? How do you behave whenever you see the manager? Unapoona mapolisi wakiingia hapa, mapolisi. Whenever you see the police enter here. You see? Waingia na mabunduki hapa, utajisikia namna gani? Enter with the guns, how will you feel? Utaogopa, tutaogopa sisi sote. We'll be scared. Nakumbuka tulikuwa tunaomba fasi fulani, mapolisi wakakuja kumlango. I remember we were praying at this one place and the police came at the door. Na mimi kuna wengi ambao waliogopa. I believe many of us got scared. Sasa Mungu ambaye ni mfalme wa wafalme, now God who is the king of kings, na sisi kama vile watu wa kwake, and us like his own people, anatuongoza ndani yetu. He's leading us ndani yetu. Now, tukienda kwenye kitabu cha Yohana, if we go in the book of John, Yohana 6, John 6, 44 nafikiri. 44. John 6. John 6. Yohana 6:44. Yeah.
Tunasoma Yohana 6. Yes. 44. Yes. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba. Can you imagine kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuingia katika ufalme ama uwe mtu wa Mungu pasipo yeye kukuvuta. No one can enter the kingdom of God, or you cannot be a person of God without he himself pushing you. Kwa lugha nyingine, hakuna mtu anaweza kuwa Mkristo pasipo yeye kuitwa na Mwenyezi Mungu. In another language, no one can become a Christian without them being called by God. Ama hakuna mtu ambaye anaweza kuingia katika ufalme, or no one can enter in the kingdom pasipo mfalme yeye peke kumwalika. without the king of inviting that person. Hiyo ni heshima kubwa ambayo Mungu amenipatia mimi na wewe. That's a lot of respect that God has given you and I. Ndio maana tumkamate kama vile mfalme wetu. That's why we should take him as our king. Mwimbo ambao dada aliimba hapa, mfalme wetu. Tulimba nini? Our king. Yesu Kristo. Jesus Christ is our leader. Tunapoimba huo mwimbo, whenever we sing that song, akili yako unawaza nini? Mfalme wetu, kiongozi wetu. What do you think about in your head whenever we sing our king, our leader? Ni yeye ambaye ametuita. It's he that called us. Katika ufalme ametuita. In his kingdom he have called us. Kama uko ndani ya hekalu, if you're in the temple, ni Mungu ambaye amekuvuta. God is the one that pulls. Soma ndugu, soma tena hapo. Tunasoma kwa jina la Yesu. Yes. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu. Hakuna mtu awezaye kwenda kwa mwana asipovutwa na Baba aliyenipeleka. Pasipo Baba kumvuta. We are on John 6:44. You see? Labda ndugu ungelipanda kidogo 37. 37. Yes. 37. Let's go up a little bit on 37. Wote anipao Baba watakuja kwangu. Watakuja kwangu. Wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa. Sitamtupa nje kamwe. Can you imagine mtu ambaye anaongea hivyo? That's the king we have. Huyo ndiye mfalme tuliye naye. Kwamba yeyote ambaye ameletwa kwangu, that whomever has been brought to me, sitamtupa. I won't throw them, I won't cast them. Hallelujah, Yesu. Sitamtupa. I won't cast them out. Yeyote yule whomever ambaye Baba amemuleta kwangu, whomever the Father has brought to me, sitamtupa. I won't cast them out. Kwa hiyo nakaribishwa katika ufalme. So they are being welcomed in the kingdom. Huu ndio ufalme wa Mwenyezi Mungu. This is the kingdom of God. Na watoto wa ufalme, and the children of the kingdom, wanakutana kila mahali, kila fasi. Gather everywhere. Na wanapofanya kazi yake, and whenever they do his work, wanamheshimu. They respect him. Na neno la kwake, neno la ufalme, and his work, the work of the kingdom, wanaliheshimu. They respect it. Katika maandiko mengine yanaita maandiko kama ni sheria za ufalme. The laws, the decrees of the kingdom. The laws of the kingdom. The laws of the kingdom. You see? Bwana anaita watu wa kwake. The Lord is calling his people. Kila fasi. Everywhere. Kila kanisa. Every church. Watoto wa ufalme. Children of the kingdom. Lakini sasa tuheshimu huu ufalme ambao sisi tumepewa. But let's respect this kingdom that we have been given. Hauonekani na macho ya wanadamu. It cannot be seen by mere eyes, no. Ndio maana watu wanafanya mizaa ndani ya makanisa. That's why people are joking in the churches. Watu wanacheza wanapomwimbia Mwenyezi Mungu. People are playing whenever they singing for God. Lakini haujui kama kuna mfalme ambaye anakuona. But you don't know that there's a king watching you. Soma ndugu, soma tena. Narudi tena. Yes. 37. Yes. Wote anipao Baba. Wote anipao Baba. Watakuja kwangu. Watakuja kwangu. Wala yeyote ajaye kwangu. Yeyote ajaye kwangu. Sitamtupa nje kamwe. Sitamtupa. Huo ndio urafiki ambao ninapenda tuweze kujenga na Mwenyezi Mungu. This is a friendship that I want us to build with God. Ujue kwamba ni rafiki ambaye hata kutupa. Know that that's a friend that will never cast you out. Ukisikiliza kutupa hapa ni kwenda jehanamu. When he says cast out, it means go to hell. Endelea ndugu, endelea. Tunaendelea. Yes. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu. Bali mapenzi yake aliyenipeleka. You see? Hapa Kristo amesema kwamba na yeye amekuja. Christ is saying that he has came.
Hakukuja afanye mapenzi ya kwake. He didn't come to do his own will, bali afanye mapenzi ya yule ambaye aliyemtuma, ambaye mfalme, Mungu mwenyewe. But the will of him, the one who sent him, God himself. Wengine labda wanajiuliza, mbona mchungaji ulisema kwamba Yesu ndio Mungu? Kwa nini tena aliyemtuma? Hapa unaongelea nini? Some people might ask themselves, oh, but you said Jesus is the king, but why are you saying that? Jesus was elewa sent by lugha ya the Yesu. Hapa anatufundisha ni mwana, alikuwa ni mwili ndio anaongea. It was the body speaking. Ndani kulikuwa ni Mungu ambaye anaongea na wewe. Inside was God speaking to you. Anasema kwamba huu mwili nilio nao, this body that I have, umekuja kufanya mapenzi ya nani? Ya yule ambaye yuko ndani. Of him who is inside. Jamani, tunasikilizana? Yes. Maana mwenyewe alikuwa ndani ni Baba. Because who was inside was a Father. Na ule mwili, and that body, ilibidi uheshimu kile ambacho kilikuwa ndani. He had to respect what was inside. Ndio maana mwana anakwenda kuomba. That's why the son went Baba, to pray. ikiwezekana kikombe hiki uniepushe nacho. Father, if it's possible, let this cup pass me. You see? Lakini tena mwana anakwenda. But the son went again. Kama ni mapenzi yako, if it's your will, basi yako mapenzi yako ifanye nini? Let your will be done. Na ndio maana hapa mwana anasema hivi. That's why the son is saying here. Soma tena. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni. Sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu. Ili nifanye mapenzi yangu. Bali mapenzi yake aliyenipeleka. Mapenzi yake aliyenipeleka. Sasa nani mwenyewe anakupeleka? No, who's sending you? You see? Nani ambaye alikuita? Who called you? Nani mwako kuna nini? What's inside of you? Na kama ndani mwako kuna kitu, and if there's something inside of you, acha mapenzi ya kile kitu ambacho kiko ndani mwako iweze kufanya nini? Iweze kutenda. Then let the will of what is inside you be done. Ndio watoto wa ufalme hao. Those are the children of the kingdom. Baba yetu uliye mbinguni. Our Father who art in jina lako litukuzwe. Hallowed be your name. Mapenzi yako yafanye nini? Thy will be done. You see? Yes. Watoto wa ufalme ni watu ambao wamejikana. The children of the kingdom are children who have denied. Sasa wako pale kuheshimu nani? Now they are there to respect the King of Kings. Ambaye ni Mungu. Who is God. Ambaye ni Roho Mtakatifu. Who is the Holy Spirit. Na ambaye akaahidi kwamba atakuwa ndani yetu. Who promised to be in us. Anatuongoza. He's leading us. Anatutawala. He's reigned on us and he's moving us. Ana feeling vile vile. Anahuzunika naye vile vile. And he's sad as well. See? Ni mfalme. It's an example. Endelea ndugu, endelea hapo. Na tunaendelea. Yes. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya. Mapenzi yake ni haya. Ya kwamba katika wote aliyonipa, yes, nisimpoteze hata mmoja. Afanye nini na wao? Bali nimfufue siku ya mwisho. Huyo ndio mwenyewe unatumikia huyo. That's the one that you're working for. Yes. Ninatembea, I'm walking. Ninajua ninatawaliwa na mtu. I know that God reigns upon me. Ama hata nikikufa hapa, although I die here, urafiki wangu mimi naye, our friendship, my friendship, urafiki wetu, is going to raise me up one day. Takwenda kunifufua siku moja. See? Namchezea hapa. I'm dancing for him here. Sababu atanifufua siku moja. Because he will resurrect me one day. See? It will be a privilege. Itakuwa heshima. Atafufua sasa uingie katika ufalme. He will resurrect you so that you can enter. Ambaye yeye ni mfalme wa wafalme. Which he is the King of Kings. Hakuna mfalme ulimwengu ambaye anaweza kalinganishwa na yeye. There's not a king in the whole entire world that can be compared to him. Kama ulimwengu unaogopa, the world, they fear a president. Kama ulimwengu unaogopa rahisi. The presence of a president, we fear. Rahisi, marahisi. See? Now we should also fear the presence of our Lord in us. Nabidi tuogope ule uwepo wa Mungu ndani mwetu. And if you are weak, na kama u dhaifu, go to him. Wende kwake. Talk to him. Muongeleshe. But remember that we should fear him. Inabidi tumuogope. He is king. Yeye ndiye mfalme. Jamani tunasikilizana? Tuko watu wa ufalme. We are people of the kingdom. Alisema ufalme wangu hauko hapa. He said my kingdom is not of here. Akamuuliza, je, wewe ndio mfalme wa Yuda? Are you the king of Jews? Akasema wewe unasema. He said you have spoken. Lakini ufalme wangu hauko hapa. But my kingdom is not. You see? From here. Ufalme wangu hauko hapa. My kingdom is not of lakini here. Katika ufalme wake, but in his kingdom, akaanza kuita watu. He started calling his people. Enendeni. Go throughout. Mfanye watu kuwa mataifa. And make people my followers. My followers. Muwabatize.
Baptize them katika jina la Baba, in the Mwana name na of la the Roho Father, the Mtakatifu, Son, and of the Holy na Spirit. muwafundishe kuheshimu haya. And teach them to respect this. Nitakuja kuwakamata I'll come and take you, ili kwamba mahali ambapo nilipo so na that mimi where I uwe will pamoja na be, mimi. you shall also be with me. Atashuka He sasa, will come down. atakuja kukaa na walio wa kwake miaka 1000 hapa hapa. He will come and reign with those who are his 1,000 years. Ufalme wa Mungu utakuja The hapa. kingdom of God will come Huo here. ndio and ambao descend. tunaosubiria, me and you. That's We the are one that waiting. we are waiting upon. See? Wewe na Ndio mimi. maana while we are walking we need to fear him. So wakati tunamtumikia inabidi tumuogope. Kwamba ni ufalme. That it's a kingdom. He was walking Alikuwa anatembea with the angels na malaika and nobody could see them. na kuna mtu alikuwa na And he waona. didn't need anybody to fight for him. Na kuhitaji mtu ampiganie, hapana. Nakumbuka wanapomkamata I remember when they arrested him, ama kabla hawajamkamata, or before they arrested him, aliambia wanafunzi kwamba msizani kama niko mimi peke. he told the disciples, don't think I'm alone. Na walipokuja kumkamata, And when they came to arrest him, wanafunzi wote wakafanya nini? Wakakimbia. all the See? disciples ran away. Lakini akawaambia msizani kama niko mimi But peke. he told them, do not think I'm alone. Na akaanza kusema kwamba And he started saying that sitajigombania, I will not fight for myself. otherwise ningeliita maskari waje. Or could have called the angels to come. Maana yeye ni mfalme, Because he's the king. the army. He has an army. Iko na jeshi. That's true. Yeye ni mfalme. He's a king. Na huyo ndo ambaye tunamtumikia mimi na wewe. And that's the one that we are working for. Kwa hiyo tuangalie hiki kitu na kumheshimu. So let's look at this thing and respect Kwa him. sababu ninaamini kwamba Because I believe that watu wengi watakosa kuingia ufalme kwa sababu ya kutokuheshimu ufalme. many people will miss heaven Haya for maandiko, the reason of not respecting the king. maandiko yanayosema kwamba tuweze kumtumikia na kutetemeka. The scripture that says let's work for him and tremble with Sometimes trembling. I ask myself, watu waliona nini? Other times najiuliza, what did these people see? Kuna kitu ambacho walichoona kwenye ulimwengu wa kiroho. There's something that they saw in the spiritual world. Ndio maana walitumikia Mungu katika kumwogopa That's why they worked for God with fearing him na kutetemeka. and trembling. Maana ni mfalme. Because he is the king. Ndio, endelea kusoma. Keep going. Tunaendelea. Yes. Kwa kuwa English, be ready. tunasoma. Yes. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele. Awe na uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Nami nitamfufua siku ya mwisho. That's the promise. Ndio ahadi. You see? We need to be reminded Inabidi tukumbushwe kwamba siku ya mwisho tutafufuliwa. that the last day we will be resurrected. Ninamtumikia jua nifufue. I'm working for him so that he could resurrect me. Hii ni kweli. This is the truth. Watu wanaweza wakaidharau, People can neglect it, but hatatufufua. but he will resurrect us. Ila tumchukulie kama vile mfalme. But let's take him as See? our king. Unapomwimbia hapa, Whenever we're singing for him, don't you ever do the mizaha hapa. don't joke. Usifanye mizaha. Don't joke. Jamani, tunasikilizana. Unamwimbia. You're working for him. Piga hata makofi. Clap your hands. Mshangilie. Shout. Ile Zaburi 47 Psalm imeanza nini? 47, it says. It says shout for him. Enyi watu wote, Enyi watu wote, pigeni makofi. you see, Bwana anapenda watu wafanye nini? Pigeni makofi. Ngoja ndugu. Kisha wewe unaimba hapa bila hata kupiga makofi. Then you will be singing here without. Kuna wengine wanasimama, unakuta anasimama na people just standing, just looking at you. basi ondoka, toka, get out. Then get out. You see? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Be serious about the Lord you are working for. We're serious na Mungu unayemtumikia. Can you imagine huko unamwimbia hapa na Fikiria you were singing for him here and then he just came. That See? one rapture comes. Maana ni mfalme. Because he's the king. Unamwimbia kama vile unamwimbia mfalme. You're singing as if you're singing for a king. Unafanya huduma yake kama vile unafanyia nani? Mfalme. You're doing his work as if you're doing the work of a king. Mbili nasema nini ndugu? Tunasoma. Psalm 47. Yes. Kwa kuwa Bwana aliye juu, Bwana aliye juu, mwenye kuogofya, ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Yote. Hao wote marais ambao mnaoona. All these presidents that you all Maandiko see. yanasema Bwana ni nani ndugu? The scripture says that. Kwa kuwa Bwana aliye juu, Bwana aliye juu, mwenye kuogofya, the Lord, mfalme, he is the king, mkuu, a great king, juu ya dunia yote. you see?
Over everyone, he is the king. Juu ya kila mtu yeye ni Kila kitu. everything. Kamata hii mwakili yako, maana kuna Take this in your mind. ninawaza kwamba kuna Wakristo ambao wajui wanatumikia nani. I'm thinking there's some Christians who are working but they don't know who they are. Hii yote mizaa ambayo mnaona katika ulimwengu All these jokes that you're seeing in ni this kama vile world, it's like ni michezo. it's like a play. You see? Hawajui wanatumikia nani. That the They king. don't know who they're working for. Waefeso 5. Ephesians 5. Ephesians 5. Ephesians 5. Ephesians 4 rather. Waefeso 4. 5 Yes, ine tafadhali. 5:4. No. Twende Waefeso 4. Twende 30. Verse 30. 4:30. Tunasoma kwa jina la Yesu. Yes. Wala msihuzunishe yule roho. You see, that's our king there. Ndiye mfalme wetu. Maana Mungu ni nini? Because God is a spirit Na yeye ndio mfalme. and he is the king. Na unaona hapa maandiko nasema kwamba usihuzunishe mfalme. No, the scripture is saying that do not grieve with the king. You see? Now you see that don't grieve the king. He has also feeling. Anaisia. The way we live can grieve him. Inaweza kumhuzunisha. The way we talk can grieve the king. Kuongea kwetu kunaweza kukamhuzunisha yeye. The way we act can grieve the king. Jinsi tunavyoenenda inaweza kumhuzunisha yeye. Jamani tunasikilizana? Sasa unafikiri mfalme akihuzunika Now if you think the king, utaenda wapi kuhuzunika? where can you go? Soma ndugu, don't be distracted. Tunasoma Yes. wala usimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, You see? ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Ana feeling naye vile vile. Anaisia. The Holy Spirit Roho Mtakatifu. anahuzunika na yeye. He gets sad. He's grieved. Mfalme ahuzunike. Soma maandiko vizuri. Read the scriptures carefully. Soma maandiko vizuri. Mfalme anapohuzunika, that's Whenever not the good. king is grieved, sio sawa. Lakini hapa tunaambiwa kwamba tusihuzunishe. But here we are being told to not grieve. Ndugu ruka kidogo 23. 23. 23. English read on 23 please. Na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavue utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Let's go to 17. Turuke kwanza 17. 17. Basi nasema neno hili, Yes. tena nashuhudia katika Bwana, Yes. tangu sasa, Yes. msienende kama mataifa waendavyo. Kwa nini tusienende kama mataifa waendavyo? Why? Maana mataifa wana wafalme wao. Because the Gentiles have their own king. You see? English read it there. Ephesians 4:17. Please. With the Lord's authority, With the Lord's authority, I say this: I say this. live no longer as the Gentiles do. Hiyo ni amri ya ufalme hiyo. That's the decree, Kwa hiyo commandment of the kingdom. sisi ambao tumeitwa na Mwenyezi Mungu, Us who have been called by God, tumeambiliwa kwamba tusiishi kama vile watu wengine. Hiyo inamaanisha kwamba tumeingia sasa katika ufalme wa mbinguni. we shouldn't live like other people. That means we've entered in the kingdom. of Even God. though we are living here. Japo kuwa tunaishi hapa, Hata kama tuko na huu mwili huu, though we still have this body, tayari tumeshaingia katika ufalme wa Mungu but we've already entered in the kupitia kingdom roho ambayo ametupatia. through the spirit that he has given us. Kwa hiyo tuna sheria zetu, So we have our laws. We have our tuna laws. namna yetu ya kuongea, We have
our way of tuna namna yetu ya kuishi, we have our ways of living, namna ya ufalme. ways of You see? kingdom. Hapo ndo tunakatazwa hapa sasa. This is where we're being told, stopped. Haya maandiko ukiyasoma uende polepole, uyaelewe Read polepole. these scriptures, read it carefully. And Usisome haraka haraka ruru, usiende kama vile watu wa mataifa wanavyoenda. Do not go- do not read it fast. Hauelewi kitu kama read it aloud unakatazwa. and then you just You close see? it. You won't understand the thing. Hapa. Here, Soma ndugu. Basi nasema neno hili, Nasema neno tena hili. nashuhudia katika Bwana, Tena nashuhudia katika Bwana. tangu sasa Tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo usienende kama mataifa waendavyo katika ubatili wa nia zao, ubatili wa nia zao. 18. ambao akili zao zimetiwa giza. You see? Hapo amesema nini? Ambao akili zao Eh. zimetiwa giza. Hiyo inamaanisha hawaoni, akili They zimetiwa cannot nini? see. Giza. Lakini wewe akili yako haikutiwa giza kwa sababu But- there's a light now. your understanding haven't been darkened kwa sababu kuna nuru. English read. Their 18. their minds are full of darkness. Darkness. They wander far from the life God gives. Yes. Because they have closed their minds They are closed their mind, and hardened their hearts against Him. harden their heart, yani wamefunga mioyo yao. They have hardened their hearts. Kwa hiyo kama umeitwa na Mwenyezi Mungu, So if you were called by God, ni lazima Mungu afungue moyo wa kwako God has to open your ili heart uweze kumheshimu kama vile mfalme. You so see? that you can respect Him as the King. Ili andiko ndio ambalo linatuonyesha kwamba tumeitwa tuwe tofauti na watu wa ulimwengu. This scripture shows us that we were called to be different from the people of the Gentiles. Lakini katika ulimwengu ambao tulio nao sasa hivi, But in the world that we're in right now, shetani anataka kutuaminisha kwamba tuishi sawasawa na watu wa ulimwengu. the devil wants to make us believe that we shall live as worldly people. Once you hear this, Unaposikia haya, the spirit of the Lord is in you. roho wa Mungu yumo ndani mwako, You need to listen it inabidi uyasikilize and to walk according to what is written here. na kutembelea lile ambalo limeandikwa hapa. Don't live again just like we used to live again. Usiishi kama jinsi See? tulivyokuwa tunaishi hapo zamani. It says here, Imesema their mind are full of darkness. They wander far from the life God gives. Kumbe Mungu anapana nini? that means God gives life. Mungu anapana nini? God gives life. Mungu anapana uzima. Neno ndo linakuja kutupatia uzima mwingine The sasa. word is what comes to give us life. Kwa hiyo Kristo ametuita So Christ called us ili atupatie uzima, so He can give us life. atupatie maisha mengine mapya. So He can give us a new life. Sasa tunaambiwa kwamba watu wa mataifa akili zao zimewekwa nini? Giza. And we're being told that the Gentiles, their mind have been darkened. 19 nasema nini? They have no sense of shame. Hawana aibu. They don't have a shame. Ndio gisi Kiswahili wanasema hapo ndugu. 19. Sasa tunasoma ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu, Kila namna ya uchafu. kwa kutamani. Kila namna ya uchafu. Every kind of impurity. Na hayo yote ndio yanasababisha Roho Mtakatifu afanye nini? Akasirike. All of that is what makes the See? Holy Spirit to be angry. Maana ni hapa kwenye 30 ndio inasema kwamba usihuzunishe Roho Mtakatifu. It's here on 30 that says do not grieve the Kabla ya Holy Spirit. hapa But before that, Paulo anaanza kutuambia vitu gani vinahuzunisha Roho Mtakatifu. Paul is starting to mention the things that See? grieves the Holy Spirit. What makes our king to be angry? Vitu ambavyo vinavyomfanya mfalme wetu akasirika. Na apendi sisi tuweze kuishi kama haya maisha. And he doesn't want us to live this type of lifestyle. 20 nasema nini? Basi Basi, usione uongo 20. ukaseme kweli. 20 ndugu. 20 tunarudi. Yes. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Soma vizuri ndugu. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Kiingereza, read English. But that isn't what you learned about Christ. Read again.
But that isn't what you learned about Christ. But this is not what you learn. Haya sio ambayo sisi tumejifunza kwa nani? This is not what we learned about Christ, Ambaye ni mfalme wetu. who is our King. You see? But that is not what you learn about Christ. Since you heard about Christ and have learned the truth that comes from him, throw off your old sinful nature and your former ways of life, which is corrupt by lust and deception. 23 linasema, instead let the Spirit renew your attitude and thought. Mtu mmoja amsaidie dada mtoto. Is Malenga here? Can you please take all the kids in the room there? All of them, please. All of them. Ishirini na tatu nasema nini ndugu? 23 nasoma. 23. Na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Roho ya nia zenu Mkavue utu upya. Mufanye nini? Mkavae utu upya. Mtu upya Ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. So utu upya. A new creature. See? Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa ni nini? Mtu When upya. somebody is in Christ, they become a new creature. Tunavaa utu upya We're putting on our new self, ambao umeumbwa kwa mfano wa Kristo. which is created in the likeness of Christ. Na tusiwe kama vile watu wa mataifa. And we shouldn't be like Gentiles. Tunaposhindwa kufanya haya, Whenever we fail to do this, tunahuzunisha Roho Mtakatifu. we grieve the Holy We Spirit. grieve the Holy Spirit. Tunamhuzunisha Roho You see, Mtakatifu. wewe hautaona, lakini kwenye ulimwengu wa kiroho unahuzunisha You Roho. won't see it, but in the spiritual world, you're grieving. Sasa Mtume Paulo ameona haya yote. Now, Apostle Paul saw all Ndio of this. amekuja kutuambia sisi ambao tutanyakuliwa kwamba tusiishi kama vile watu wa mataifa, maana tuko watu wa ufalme wa Mwenyezi Mungu. Now he came to tell us to not live as Gentiles because we are people of the kingdom of God. Na watu wa ufalme wa Mwenyezi Mungu And people of the kingdom of God, tumepewa kwamba tuishi kama Kristo alivyoishi. we are being told to live just as Christ lived. Na lile andiko ambalo tulilosoma, In the scripture that we read, Kristo yeye peke anasema kwamba amekuja kufanya mapenzi ya nani? Ya Baba. Christ himself said he came to do the will of the Na Father. sisi tufanye mapenzi ya nani? Mapenzi And ya we Baba. shall do the will of the Father. Si? Hata kama ukiwa kazini, Though you can be at work, wenzako wanaweza wanaongea mambo ya upumbavu kazini. other people can speak foolish things, Lakini wewe sasa hautembei kulingana na mapenzi yako. but you're not walking according to your You are own not will. walking according to your own will, but is now the will of the Father that is in you. Ila mapenzi ya Baba ndani mwako. And if you don't do it, you're going to give the Ufanye. soul, the one who is in you. Utamhuzunisha yeye aliye ndani mwako. You see? Endelea ndugu. Basi uvueni uongo. Uvueni uongo. Seme kweli kila mtu na jirani yake. You see? Kumbe nikipigia ahadi simu, That means if I call brother Ahadi, ahadi iko kunyumba. brother Ahadi is at home. Ahadi uko wapi? Niko kuona. Ahadi, where are you? I'm at Walmart. Lakini iko kunyumba. But he's at home. Hiyo kitu inahuzunisha nani? That grieves the Holy Spirit. You see? Ninapomdanganya Gode, If I lie to Sister Gode, namdanganya. I lied to her. Hiyo inafanya Roho Mtakatifu nini? That grieves the Holy Soma tena Spirit. hapo ndugu. Basi uvueni uongo. Uongo. Mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Kila mtu na jirani yake. We need to talk the truth to one another. English read please. So stop telling lies. Stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth. Our neighbors the truth. For we are all parts of the same body. You see? Sote tuko watu wa nini? Wa mwili mmoja.
Jua haya yote ni maneno ya ufalme haya. No, all of this, these are the words of the king. Unajua mambo kama haya watu wanayadharau. You know, this type of things, people neglect them. Ukisoma Mathayo sura yake ya 5 If you read Matthew chapter 5 na sura yake ya 6 and chapter 6 na sura ya 7, and chapter 7, hayo ni mambo ambayo Kristo aliyasema na wengi wanayadharau. these are many things that Christ said and many people are neglecting them. Ndio maana nasemaga hivi, mtu kama hayashika Mathayo 5, 6, 7, uangalie yale maandiko yasome na ujiexamine wewe peke. Bado Matthew unakuwa na Roho chapter 5, Mtakatifu. chapter 6 to chapter 7. If you haven't seen yourself there, then you don't have the Holy Spirit yet. Let's go ahead, go home. Wende nyumbani. Read the chapter 5 of Matthew. Soma sura ya 5, Chapter 6. Mathayo sura ya 6, Chapter 7. Mathayo sura ya 7. And now compare your life now. Now Sure, basi. compare your Ujue life. kwamba hapo ndio utajua kwamba kweli nina Roho Mtakatifu. That's when you will see or know if you truly have Na the kama Holy kuna Spirit. mambo ambayo unashindwa nayo, unaanza kutumikia hayo mambo kwamba nifurahishi. Haya ambayo yameandikwa haya ni yatende. This what's written, I must do them. Si? Kuhuzunisha Roho Mtakatifu. Grieving the Holy Spirit, Mfalme wetu. our King. Ndio maana tulimba hapa Yesu Kristo ni nani? So we're saying Kiongozi. Jesus Christ, our leader, Na anakaa ndani yetu. and he dwells inside Si? of us. Ahuzunike. Mwambie Bwana, nikifanya kitu ambacho kiko pembeni. So the Lord, if I do anything that is against, Unapohuzunika if you are grieved, na mimi nihuzunike vile I vile. shall be grieved as well. Nakumbuka salamu ya Maria na Elizabeth. I remember the greeting of Mary and Elizabeth. Kitu ambacho kilikuwa ndani ya Elizabeth Something kilifurahi. that was in Elizabeth rejoiced. Wasoma maandiko mshasoma hayo. The readers of scriptures Kilifurahi. he rejoiced. Akasema mimi ni nani mpaka Bwana, He said, mama wa Bwana wangu wanitembelee. Who am Mtoto I ndani. for the son, See? the mother of Alifanya nini? Alifurahi. she rejoiced. Jua siri za ufalme mtakatifu. Know the secret of the kingdom of Haleluya saints. Bwana. Ndio maana unaposoma maandiko, That's why whenever you're reading the scripture, unapokaa katika maombi, whenever you stay in prayer, unapotawaliwa na neno ndani ya nyumba, whenever you are richly reigned, moyo wako una nini? Una amani. your heart has peace. Lakini ukijaribu kutembea katika matope, Roho But Mtakatifu if you anafanya nini? try to go through the mad, the Holy Mfalme Spirit is grieved. anahuzunika. The king grieves. Mfalme anahuzunika. The king grieves. Ambaye anakutawala, The one who rules over you, ambaye yuko ndani mwako. one who is inside of you. Haleluya Yesu. Ninaamini kama mtu anajifundisha kitu fulani I hapa. believe you're learning something. Someone is Sipendi nipige makelele ya bure I don't utoke wanna hapa make- pasipo kujifunza kitu fulani. noises here in vain without learning anything. Na haya yote maisha kama haya And this type of life, ndiyo yanasababisha mfalme asikualike hata kwenye maombi. this is what causes the king to not even invite you in Maana Roho Mtakatifu atakualika kwenye maombi. because the king, the Holy Spirit, See? will invite you in Yes. prayers. Utasikia hamu hata ukiwa nyumbani, unasikia Yes, you will feel the hamu thirst, cha maombi. the thirst of See? prayers. Anakualika, He welcomes you. Come, kuya uniombe. come and pray to me. Njoo uniombe. Anajua. Come and pray to me. He knows. Lakini unapomhuzunisha namna But whenever gani? you grieve him, Namna gani utamuomba? Namna gani how utasoma can you maandiko? pray Maana to him? How can you read the scripture? umehuzunisha mfalme. Because you have grieved See? the king. Anatawala ndani mwetu. He reigns in us. Tunaimbaga ushuke That's how we Roho sing. wa Bwana. Muliimba leo hapa. Ushuke unijaze nini? Come and fill me with Namna joy. gani atatujaza furaha How kama can he fill us tunamhuzunisha? with joy if we are grieving him? See? Ni mfalme. He is the king. Jua haya yote haya. Know all of this. Wewe ambaye unasikiliza siri za ufalme. You who's listening to the Haya secret, yote tunayoongea hapa. all of this that we're talking about. Mtu ambaye hana Roho Mtakatifu hajui haya yote. Someone who doesn't have the Holy Spirit doesn't Wanasoma know. haya kwamba this. usihuzunishe Roho Isn't aware Mtakatifu, of lakini this. yeye hajawahi kusikia huzuni ya Roho Mtakatifu ndani mwake. The scripture says, do not grieve the Holy Spirit, but they've never felt the grief of God inside of them. Ile kuongea uongo na mwingine False speaking Unahuzunisha. lies with one another. unahuzunisha Roho Mtakatifu. You're grieving the Holy Spirit. Unahuzunisha Kristo. You're grieving Christ. Si? Unapodanganya mwingine Whenever you lie to somebody else, unahuzunisha Roho. you're grieving the Spirit. Unapoleta ushuhuda wa uongo Whenever you bring a false unahuzunisha Roho Mtakatifu. testimony, Ingine nini you're ndugu? grieving the Holy Spirit.
Ingine nini? Yes. Maana tuko sote watoto, tuko wa mwili mmoja. Because we are all of one body. A part of the same body. A part of the same body. Sijui Kiingereza unasema nini pale? You are Kwa made. maana tu viungo. Tu Kila viungo. mmoja kiungo cha mwenzake. Oh, Members of one kumbe body. kila mtu ni kiungo cha mwili huu. Them- Mwili ni wa Kristo, wewe ni kiungo. The bodies of Christ, you are a member. I don't Yes. understand kiungo kingine kidanganya kiungo kingine. Say, Leo, you want You see how to the Lord bodies has, deceive unaona gisi another. Mungu ameweka mambo. You see how God put it things? Yes. Ni kama jicho lidanganya hiyo jicho. It's like this Sioni. eye lying, deceiving, lying to the other eyes. I cannot see. Hiyo ndio gisi Mungu ametufanya hivyo. That's how God made us. Ndio maana tujua haya yote haya. That's why let's know all of this. Mungu atusaidie tusiwe na chuki. May God help us to not have hatred. Otherwise hatutaenda fasi. Or we won't go anywhere. Hakika hatutaenda fasi. Truly, we won't go nowhere. Tutabakia na aibu hapa. We'll remain here. Na with hizi video shame. zote zenyewe tunaweka kwa mitandao. Now all these videos that are online, Watakuwa wanatuangalia, si wewe they'll be ulikuwa watching us. ulikuwa bweka You madharau, are- umebakia. Barking on the altars, or you got left behind. Utatembea kwa nani? You were left behind. Where will you walk to? Na To utaenda whom kwa, will you walk? utaenda kwa nani? And who will you Maana go to? umeishi maisha ya kumhuzunisha mfalme. Because you live the life of grieving The king king. is in you. The king Yumo is in ndani you. mwako, yumo ndani mwako. Ile jana tukasema tutakimbilia wapi roho? Yesterday Where? we talked about where can we run from the spirit. Si tunaomba maombi hapo, nitawale baba, We nitawale pray baba. prayers. Nitawale. Oh Yes. God, rain upon me, rain upon me. Atafanya nini? Yes, he will rain. Lakini sasa wewe ndio utamfanya nini tena? But you're the one that will make him. Kumkimbia tena. You're the one who run away from him. Si? Lakini tusimhuzunishe. But let's not grieve him. Ni mfalme wetu. He's our king. Keep going my friend. Tunaendelea. Yes. 26. Muwe na hasira. Ndugu, hiyo Biblia ni ya wapi? Tuwe na hasira. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Tuwe na hasira. Oh, let's be angry. Yes. Lakini usifanye nini? But let's Dhambi. not sin. Do not sin. Ile ndo andiko ambalo napendaga nimkosoe mtume hapo Paulo. Uwe na hasira. Be angry. Ila usifanye nini? But do not sin. Kwa hiyo maamuzi mazuri ni kusema kwamba nisikuwe na hasira. So a good decision is not even be angry at all. You see? Maana ukiwa na hasira, Because if you have anger, pale ndio unapenda sasa utafune mwenzako. that's when you will want to crunch somebody else, chew on somebody else. Utafune mume wako. Chew your husband, Utafune mke wako. chew your wife. Jamani tunasikilizana? Ndugu, soma ile andiko tena. Tunasoma kwa jina la Yesu. Yes. Muwe na hasira Muwe na hasira ila msitende dhambi. ila msitende dhambi. Yes, kuna uwezekano Yes, wa Mkristo kuwa na hasira there's a possibility na pasipo kutenda for a dhambi. Christian Maana to be imeandikwa. angry and Jamani not sin tunasikilizana? because it's written. Yes, there is a possibility Kuna uwezekano for you to be angry wewe kukasirika but don't sin. ila usitende dhambi. Naamini haya ambayo I yameandikwa. believe what's written. Jamani tunasikilizana? Amen. Hallelujah Yesu. Yes, we are human beings. Ndio tuko wanadamu. Naweza nikakuwa na hasira. I can be angry. Lakini However, katika hasira yako but with my anger, fanya juhudi zote. make every effort Usifanye kitu ambacho kitakasirisha yule ambaye anayekutawala. to not Si? makes the one who reigns upon you angry. Na nafikiri ni afadhali kuomba Mungu nisaidie nisikasirike. I think it's better to pray to God, God help me not to get angry. Kwa maana kuna ile andiko linasema kwamba hasira inampatia ibilisi nini? Because this very scripture says that the anger give devil an opportunity. Nafikiri ni hapa. Yes. Soma ndugu. Soma ndugu. Tunasoma 27. Wala msimpe ibilisi nafasi. Soma kwanza yote hapo. Soma 26 yote tutafika hapo. Muwe na hasira Muwe na hasira ila msitende dhambi. msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu. Be English read.
And don't sin by letting anger control you. Don't sin by letting anger control you. I like in English, napenda Kiingereza. Kwa hiyo nasema kwamba mtu akitawaliwa na So if hasira, somebody is ruled by anger, ndio pale sasa utatenda dhambi. that's when Ukitawaliwa you na sin. hasira. If you are ruled, You see? controlled by anger, Yaani hasira inakutawala. that means you being controlled with anger. Pale ndo unatenda dhambi pale. That's when you sin. Unatawaliwa au hautawaliwi tena na Roho Mtakatifu. You're not being controlled by the Holy Spirit. Unatenda dhambi katika kutawaliwa na hasira. You're sinning by being controlled by anger. Ndio maana ni kuomba Mungu, hapana, hasira isinitawale. That's why we should pray to God. God, I don't want anger to control. Hasira inatufanya tufanye mambo ambayo tupashe kuyafanya. Anger makes us do things that we shouldn't do. Hata kazini unakuta mgonjwa anakufanyia vibaya, The patient did wrong. ama wronged ukoo you. wote anakufanyia vibaya, unataka Mfanyakazi mwenzako amekukosea, you want. kuko mwingine aliniambia, There's somebody else that told me. yaya, unajua Yeah, you know. unaweza ukamuitia polisi huyo You can mgonjwa. call the police on them. Mgonjwa nitimuitie It's polisi. a patient. What would I call the police on them? Uita polisi anaweza Call the ka. they can. You see? Lakini hasira ingelinitawala ile siku, But ningelimuitia nini? if anger could have controlled me that day, I could have called the police on them. Jua haya yote haya. Know all of Tuko this. wanadamu. We are human. Yes. Maandiko yao pekee anasema tukasirike. The scripture Yanatupatia itself kibali. says, be angry. You see? Allows us. Kwa hiyo So, ila tena anatuambia hasira but isitutawale. it also tells us for anger not to have control Kila over us. wakati ambapo unapokasirika, Anytime when you're angry, unaomba Mungu, hii hasira isinitawale. open God, let this Maana anger not control me. itahuzunisha nani? Because it will grieve the king. Endelea 20. Na inasema kwamba jua lisifanye nini hapa? Jua lisi Don't let the sun go down while you are still angry. Usiache jua liende chini, Do not let the sun yaani go mpaka down jioni. till afternoon, evening. Soma tena ndugu, soma hapo 27, 27. wala msimpe ibilisi nafasi. Kiingereza ndio anasema for anger gives a foothold to the devil. Is that what your English said there? 27. For anger, hasira inampa ibilisi nafasi. Anger gives the devil an opportunity. Yaani unapatia ibilisi kibali. That means you're giving the devil, You see? Ndio kenye you're Kaini allowing the devil, alifanya. giving the devil permission. Kaini akamuua Abeli Cain did, he killed Abel kwa sababu Kaini alikaribisha hasira. because Cain welcomed the anger. You see? Ndio hii hapa. This is it. Sasa wewe ni mtoto wa mfalme. Now you are a child of the king. Kwa nini haya yote? Kwa nini haya yote? Why all of this? Ikusaidie katika kutembea na Mungu wako To ambaye yuko help you ndani. with walking with God who is inside of you. This is for your own good. Hii ni kwa ajili ya faida yako. Haya maneno These words ya kuondoa katika nafasi moja kwenda will katika get nafasi you nyingine. out from one place going to another. Ujue kwamba mwenyewe anapaswa kunitawala kila wakati ni nini? Ni Bwana Know that who's supposed to be in control of you all the time na is neno God la kwake. and his word. 28 inasema nini ndugu? 28. Let's go to 28. Hurry up my friend. Mwibaji asiibe tena. Mwibaji asifanye nini? Asiibe tena. If you are a thief, quit stealing. Instead, use your hand for good hard work and then give generously to other. Upane kwa moyo mkunjufu, moyo mzuri kupatia wengine. Give generously. Usikule sheke yako wewe peke, hapana. Do not eat your own paycheck by yourself. You see? Usikule vya kwako wewe peke. Do not eat what's yours by yourself. Can you imagine hapa Marekani kuna vyakula vingi lakini Here bado in watu America, wanaficha there's vyakula. many food, but people are still hiding food, keeping food to themselves. Even if a visitor come to your house, you don't want to even give a water, a bottle of Hata water. mgeni akija kwako hutaki atakumpa chupa la maji. Sisi hatuko hivyo. We're not like that. Mtu anapokuja kwako, When somebody comes to your house, mupe chakula. give them food. Unapata sheke yako. You get your paycheck. Pana kitu kidogo, Give
give a little to someone else. I don't know. Mimi sijue kama sisi tunasoma sisi wote vizuri. I don't know if we're all reading it good or what. If you are thief, quit stealing. Instead, use your hands for a good hard work and then give generously to others in need. Patia wengine ambao wanahitaji. Uende kutumika kazi, Go to work. ukipata kitu fulani, When you get something, unapatia wengine vile. you give other people as well. Na hayo yote yanafurahisha Mwenyezi Mungu. And all of that makes God Maana happy. mpanaji wa kwanza ni Mungu yeye pekee. Because the first giver is God himself. Kumbuka kwamba alitoa mwanae wa pekee. Remember that he sent his only begotten son. Anatupatia kila wakati. Si tuko hapa jua maombi. Gives Maombi ni nini? to us all the time. What is prayers? Maombi ni nini? Baba nipe. Baba God nipe. give. Baba nipe. God, Father Sisi give. ndio tunaomba. Yes. Kwa hiyo na sisi tupane na sisi. We should also give one another as well. Don't eat just for yourself, no. Usile peke yako tu hapa. Patia wengine ambao wanahitaji. Give to those who are in need. Jamani tunasikilizana? Yes. You have something, Una give another kitu. person. Patia mtu mwingine. Na haya yote ndio yanafurahisha Roho Mtakatifu. And all of this makes Holy When Spirit. you do this, Unapofanya haya, ukitembea kulingana na haya, when you walk according to this, inafurahisha mfalme. it makes the king happy. Inafurahisha Roho ndani mwako. It makes the Holy Spirit happy. Inamfurahisha Mungu aliyekuogota, aliyekukomboa, ambaye atakupeleka mbinguni. It makes gives God him joy. happy. You see? Inafurahisha Mungu. It makes God happy. Unapofanya haya yote, Whenever you do all of this, utasikia moto wa maombi ndani you mwako. feel All the the fire time. of prayers inside See? of you muda wote. Utasikia kiu cha neno kila wakati. You feel the thirst of the word. Ndicho ambacho kinaleta uwepo wa Mwenyezi Mungu. That's what brings the presence Kama of unasikia God. uwepo, this Here, presence. Hii hapa. this is the Lord talking here. Huyu ni Bwana akiongea hapa. See? Kupana. Giving. Don't use full and abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be encouragement to those who hear you. 29 now. Tunasoma Yes. neno lolote lililo hovu Yes. lisitoke vinywani mwenu. Naona ndo gisi Mungu wenyewe mulimba hapa. That's on the Neno lolote lililo hovu. no corrupting See? talk. Or Neno word. lolote lililo hovu No corrupt word lisitoke vinywani mwenu. shall come out of your mouth. The English is said here. Don't use full abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be encouragement to those who hear you. Maneno yangu yajenge mtu mwingine. My word shall be build somebody else. Ninapoongea na mke wangu, When I talk to my wife, maneno yangu ambayo nitaongea naye the words that I will speak with her iweze kumjenga. shall build her. Sister Fatima, you hear that? Your word should build me up. You see? Jamani tunasikilizana? Ndio ndoa za Wakristo. That's the marriage of Christians. Your word should Maneno build him yako. up. Mjenge. You see? Na nina hapa akili yangu inaniuliza maneno gani ambayo mama atanijenga nayo kama sio maandiko. My mind is telling me, what words can she build me up with other than the scriptures? What a joy kama unaongea na mtu ni maandiko tu. Ni furaha gani whenever you're talking to somebody, it's just scriptures coming out of their mouth. Ndugu, unajua agano la kale ilikuwa hivi? Well, you know in the old scripture, Unajua agano jipya ilikuwa hivi? in the Old Testament it was like this. Nilikuwa na mgeni fulani kunyumba. I had a certain visitor at home, Akawa ananiambia maneno yenyewe watu wanaongea kwenye makazi huko. and they was telling me words that people were talking about at their workplace. No sense. Ujinga. Na haya yote mfalme ambaye anatembea ndani mwako anaona And the king who's working anasikiliza inside of you knows, he hears maneno them. yako yakijenga mwingine. When your words build someone else, Mungu anafurahia. God rejoices. The Holy Spirit will rejoice in us. Roho Mtakatifu atafurahi ndani mwetu. See? Hata kama ukikufa
Whenever you die, hata kama anaita wa kwake ile saa. he's calling those who are his at that time. Maana mapenzi yako Because your will, haufanyi mapenzi yako bali ni mapenzi ya you're nani? not doing your will, Ya but the mfalme. will of the king. Ni lazima kufufue. It's a must for him to resurrect See, you. this is how we supposed to live our life. Hivi ndivyo tunavyopaswa kuishi maisha yetu. Haya tunayoyaongea haya. This is what we're talking about right now. Tusiadharau, tunaongea ni Biblia. This is the This is Bible. the Bible that we're talking about. Maneno yangu na mke wangu. My words with my Hata wife, akiamka even when she wakes up, nisianze na salamu na mambo ambayo ni ajabu yenye itamkasirisha siku I yote shouldn't nzima start with anabakia weird anakasirika. greetings that Yeah. will make her day bad. Tunashindwa hata mume wako ama mke wako akiamka anamwambia mama shalom. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. When your wife wake up, you just tell him shalom, may the Ninakutakia peace siku of the nzuri. Lord be with you. I wish you a good day. Naona kuna wanaume wengine anapoamka anaenda kumafiga. Mbona nyumba yote ni buchafu? There's other husbands, when they wake up, they go in the kitchen. Always the whole house a mess. Unakuta akiamka unasema ameamka tena. Yeye tu hapo. Whenever you wake up, you're like, he's waking up. Wow. Unaona mkazi kwa watu wengine wanakwepa asifike pembeni kwenye huko. There's other people that avoid See? coming to where you are. Lakini sisi acha kila kitu ambacho tutakachokifanya. But as Tufurahishe for Mungu. everything that we will do, See? make God happy. This is the life of believers. Ndiye maisha ya waaminio. Na anasema hivi. And he says this. It's 30 sasa. 30. Ndio anasema nini 30? Tunasoma Yes. wala msihuzunishe Usihuzunishe. mtakatifu wa Mungu, You see? Usihuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. Do not grieve the Holy Spirit of God, ambaye kwa yeye Kwa yeye, haleluya, mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. hata siku ya ukombozi. Bwana tusaidie tusihuzunishe Roho may the Mtakatifu. Lord help us not to grieve the That's Holy my Spirit. prayer today. Ndiyo maombi yangu kwa siku ya leo. Hayo ndio maombi yangu haya. That's my prayer. Kwamba Bwana tujaze na nguvu, That the Lord fill us with strength tusimuhuzunishe. so we cannot grieve him. Hallelujah, Yesu. Do not bring sorrow to God His Holy Spirit by the way you live, and remember He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Hallelujah, Yesu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu So the Holy Spirit ndio muhuri is a seal ambapo unakuonyesha kwamba utafufuliwa. that shows that See? you will be Ndio gisi andiko resurrected. limesema hapo. That's what the scripture says. Kwamba Yes. Roho wa Bwana That the Spirit of God, aliyeweka ndani mwetu Spirit of the Lord that which is Hicho ndio placed inside kibali. of us, that's the ticket, cha permission kufanya hiyo siku for that day, akuite for him to call you akukamate ndani ya and kaburi take you from the grave, ufufuke na wewe for you to resurrect uende as kwa well. watakatifu wake. Go with his holy people. Sasa saints. anatuambia Now he's telling us, don't bring sorrow to him. usimhuzunishi. Hallelujah, Yesu. Don't bring sorrow to him. Usimhuzunishi. Ni Roho wako It's your spirit. anakaa ndani mwangu He lives in na you anakaa ndani mwako. and he lives inside of you. Unafikiri mke wangu akihuzunisha Roho ndani mwake nani atapata tatizo? Whenever Yeah. if my wife grieves the Holy Spirit See? inside of her, who do you think will get problem? It's her herself. When you bring sorrow to the Holy Spirit, Unapoleta huzuni kwa Roho Mtakatifu, you will pray by yourself. utaomba peke yako, You read the Bible by yourself. utasoma neno la Mungu peke yako, You will be a Christian by yourself. utakuwa Mkristo peke yako, Maana hayuko tena ndani mwako. because he's no longer inside of Ndio you. maana maisha ya maombi itaanza kufanya nini? Kufifia. That's why the love of being a Christian will start decreasing Inaanza kuzimika. Pole 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 pole. little by little. Unakuwa kama vile wale wanawali watano ambao You walikuwa become wana like mafuta those ndani ya 5 foolish women which didn't have extra oil in their lamp. See? Tutembee tutoke hapa Let's get out of tukijua here, kwamba sisi ni watu wa ufalme. knowing that we are people of the kingdom. See? Tuko watu wa ufalme. We are people of the kingdom. Tuko watu wa ufalme. We are people of the kingdom. Ile maombi ambayo Kristo akaomba.
That's the prayer that katika Christ kitabu is cha Yohana 17 in the book of John 17. kwamba Bwana, The God, sipendi uwatoe sasa hivi I hapa. don't want you to get them out of the world right now. Sipendi No. uwatoe hapa. I don't want you to get them out. Wako katika ulimwengu They're in the world, lakini wao sio wa hapa. but they are not of the world. Wao sio wa They are ulimwengu. not of the world. Ujue hii kwamba mimi Know this, that you are, I niko wa ulimwengu lakini mimi sio wa ulimwengu. am in the Nakaa tu world, but niko I'm mgeni. not of the world. I'm a passerby, a visitor. I'm a visitor. I'm a visitor. Sisi tulikuja kutembea tu. We came to just You see? walk past by. Tuko katika ulimwengu We're in the world, lakini sisi sio wa ulimwengu. We but we don't are belong here. not of this world. At si mahali petu There is a place we are going. na mahali tunaelekea. You see? Tunakuja kutumikia Mwenyezi Mungu lakini We came hatatupeleka to work tena. for God, but He will send us. Hao Once wote again, wenyewe waliandika Biblia. take us. All those that wrote the They already Bible, gone. Wameenda tayari. they've already gone. What mission? Haleluya Yesu. Manabii wote All the prophets, they are not here. Walikufa wapi? Walienda they wapi? died. Where are they? Hao wote wa Mathayo, All this Matthew, wa Paulo Paul, waliacha wanaandika haya they wrote all of this, lakini wanasubiri but they're waiting wafufuliwe sasa to be resurrected kulingana na matendo yao. according to their. Na mimi na wewe And I and you. tuyashike na sisi haya. So hold on to this, Si? Ili kwamba na sisi tufufuliwe. so that we can be resurrected as well. Twende mbinguni. So go to heaven. Haleluya Bwana. Uchungu wote Uchungu wote na ghadhabu na na hasira, ghadhabu na hasira, kelele na matukano makelele na yaondoke matukano kwenu, yaondoke kwetu. pamoja na kila namna ya ubaya. Kila namna ya ubaya. Kila namna ya ubaya. Every kind of evil. Si? Rudi kule kwenye Zaburi 47 tumalize ndugu. Watu wende kunyumba. Enyi watu wote, Enyi watu wote, pigeni makofi, pigeni makofi. pigieni Mungu kelele Mpigieni Mungu kelele na nini ndugu? kwa sauti ya shangwe, Kwa sauti ya shangwe. Endelea. kwa kuwa Bwana aliye juu, Bwana aliye juu mwenye kuogofya, anaogofya, ndiye mfalme mkuu ni juu ya mfalme dunia yote. mkuu juu ya yote, na ndio yeye anakaa ndani mwako. And that's the one that lives inside of you. You see? Anakaa ndani mwako He lives inside of you, ili akunyooshe so that He can straighten you na up akupeleke mbinguni. and send you to heaven. Ninaamini kwamba Bwana amekuongelea I believe that the Lord has spoken to you katika njia moja ama nyingine. in one way or another. Haya maneno ni ya kwangu, These words are me and you, wewe na mimi, so we can fix ourselves. ili tujitengeneze. See? Mungu God anapenda sisi sote tufikie kwenye viwango wants all of us to reach vya levels utakatifu ambaye yeye of mwenyewe holiness atampendezesha. which will please Him. See? Na ndio maana ameleta haya yote. That's why He brought this. Ukienda huu mstari wake wa kwanza wa Efeso 5 kwanza naona sema nini? Imitate God therefore in everything you do because you are his children. Tano hapa ndo anasema kwamba tuige. We shall imitate Christ. Turudi kidogo 32. 32. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, Iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Yes. Hivyo mfuateni Mungu. Kama watoto wanaopendwa. Watoto wanaofanya nini? Wanaopendwa. Watoto wapendwa. Beloved children. Na Mungu atatupenda And God will love us tutakapofuata haya. only if we follow this. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaamini kwamba Mungu amekuongelesha. I believe that God has spoken to you here. Maombi yangu ni kwamba My prayer is that hii asikuwe mafundisho mengine kwenye Jumapili nyingine hapana. this shouldn't be a lesson from another Lakini Sunday. haya maneno But these words yatusaidie. shall help us. Tunakwenda nyumbani, We're going home. tunaomba tena. We're praying once again. Nina hamu ya kufikia viwango vya utakatifu mpaka mke wangu asijue tena niko nani. Jamani tunasikilizana? Unajua namaanisha nini? What do I mean? What I mean? Nifanane na Kristo. To look like Christ. Ndio lengo la kila mtoto wa Mwenyezi Mungu. That's the desire of the goal of every child of God. Let's pray. Tuombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, nimelitoa neno lako kwa watu wako, wewe Bwana. Wewe ambaye ni mfalme wetu. Ninachoomba ni kwamba Kristo uweze kutusaidia tutembee pamoja na wewe. Tuishi pamoja na wewe. Haya maneno yasikue mahubiri nyingine katika siku nyingine ya Jumapili, bali yaweze kutufundisha sote ndani ya mioyo yetu, na utusaidie tuweze kuitembelea Bwana. Tusihuzunishe roho wa kwako, bali Bwana tuendane pamoja na wewe. Utubadilishe, uondoe kila yote ambayo hayakupendezeshi ndani mwetu, na roho wako awe na sauti kubwa ndani mwetu. Tutimize kile ambacho ulichokiongea Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, ninaweka kila mmoja wetu mikononi mwako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya Yesu. Ninaweka kila mmoja mikononi mwako. Baba, uweze kutusaidia tuheshimu haya ambayo tuliachiwa na mitume wako watakatifu na manabii wako. Kwa nguvu zetu sisi wenyewe hatuwezi tukaweza, lakini kwa nguvu zako tutaweza Bwana. Watu wako wakati ambapo tutakapotoka hapa, hata na manyumbani ambapo tutakapokuwa, ninaomba Bwana uweze kuweka hali na maisha ya maombi, lakini vile vile Bwana, Roho wako Mtakatifu atuwezeshe tuweze kuyatimiza mapenzi yako Bwana. Kama gisi mwana alivyosema kwamba amekuja kuyatimiza mapenzi ya Baba, na kama gisi na sisi tumeambiliwa kwamba sisi ni watoto wa kwako Bwana. Acha Roho wako aweze kutusaidia katika kutimiza mapenzi yako. Ninaomba haya nikiamini kwamba una uwezo wa kutenda zaidi ya haya ambayo tumeyaongea. Katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo tunakwenda kuomba na kuamini. Amen.